Baada ya maelezo hayo ya Spika, nitatoa nafasi 2, 3, 4 kama kuna maswali ya ufafanuzi ili tuweze kufafanua hapa, na baada ya hapo tutaahirisha shughuli za bunge hadi kesho saa 8 kamili mchana, kama kuna jambo la kukumbushana sote. Tumepata wawili, basi waishie hao. Kule nyuma kuna mtu amesimama. Okay. Asante sana. Mheshimiwa Halima, halafu Mchungaji Msigwa. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa nafasi. Nilikuwa nahitaji ufafanuzi kwa sababu miongoni mwa hoja ambazo nimezungumza ni kuhusiana na swala zima la corona. Kuna namna gani kama bunge tumechukua initiatives ambazo tunadhani zinaweza zikatusaidia kuweza kupunguza maambukizi. Sasa Mheshimiwa Spika, nilikuwa nadhani kuna umuhimu wa kwenda mbele zaidi kwa sababu ndio bunge la kwanza tumekaa baada ya janga hili kulikumba dunia, na mabunge yote duniani ambao majanga haya yamekumba wamelichukulia hili jambo kwa uzito mkubwa na wa pekee sana. Sasa Mheshimiwa Spika, nilikuwa naomba katika hoja hiyo ya kutafuta ufafanuzi, naweza kupata ufafanuzi kutoka kwenye kiti chako. Katika kipindi hiki cha bunge kitakachokuwa kinaendelea, nilidhani ni busara serikali kupitia Wizara ya Afya ije itoe taarifa bungeni ya kina kabisa, swala la corona Tanzania hali ikoje, measures zilizochukuliwa. Mheshimiwa Spika, unasema social distancing, lakini practicability ya social distancing ni kwa middle class na privileged class, lakini kule Uswazi kule the so called social distancing is not there. Kuanzia kwenye madaladala, kuanzia kwenye mwendo kasi, ni total chaos. Sasa mimi nilidhani kwamba ni muhimu hili swala tulijadili kwa kina, ili tuangalie vile vile serikali ina mpango gani wa dharura wa kibajeti. Wenzetu huko wakisema total isolation ama total lockdown, ni kwamba serikali inafidia wananchi, serikali inafidia wafanyabiashara, kwa kuna package mahususi. Unamwambia Lima nisiende kwenye kibarua, manake najua kama nilikuwa napata kwa mwezi 1000, serikali ina provide hata robo ya ile ili niweze kutulia nyumbani. Kwa Mheshimiwa Spika, hii swala ni muhimu. Jana nilipata bahati ya kuwa pamoja na wewe kwenye kikao cha kamati ya uongozi na kamati ya budget. Bajeti ya afya ni crisis utekelezaji wake. Sasa kama leo serikali imeweza kuperform only 15% ya total budget kwenye wizara nyeti kama ya afya, hivi corona can we manage hii crisis? Kwa tukija kuzungumza, Mheshimiwa Spika, ninadhani tunaweza tukawishauri vizuri serikali ili kiti za kupimia. Leo bunge ambao tunasema ndio wawakilishi wa wananchi wote inabidi tusambazwe huko, lakini labda tungepima ili julikane alipo kama una corona nipeleke karantini ili wabaki watu hapo wafanye kazi. Lakini bila hivyo leo wabunge wako kwenye vyumba, lakini kwa nini tusianze na sisi tupime wote, tukijua tuko salama tukae hapa tu debate? Hili ndio bunge la mwisho Mheshimiwa Spika kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa nilikuwa nakuomba sana ninashukuru kwamba umechukua measure kama spika yetu kuanza kuangalia nini tunafanya sisi kama viongozi tuweze kusalimika. Lakini nadhani kama nchi kuna hatua kubwa ambazo lazima zichukuliwe, lakini haziwezi kuchukuliwa bila kupata proper report, tuulize maswali, tujibiwe, tushauri ili tuweze kuokoa wananchi wetu. Kama Marekani dunia ya kwanza inatapatapa, kama Italy dunia ya kwanza inatapatapa, kama Spain
Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizie, Mheshimiwa Spika, nimalizie tu kwa kutambua kwamba unajua hili jambo ni kubwa, tuweze kulipatia nafasi tulijadili ili tushauriane ili tuweze kuokoa kizazi chetu. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Peter Msigwa, nimekuona. Mheshimiwa Spika, nikushukuru. Siko mbali sana na Mheshimiwa Halima. Ninashukuru kwamba serikali imechukua hatua. Kimsingi hii ni vita ambayo lazima kwa pamoja kama taifa tushirikiane kwa pamoja kupambana na tatizo hili. Lakini kama kwa sehemu ambapo amezungumza Halima, tusipokuwa waangalifu inaweza kaanza kumdondosha mmoja mmoja katikati yetu. Lakini tatizo ninaloliona Mheshimiwa Spika, tunaweza tukajitahidi hapa sisi kama bunge tukawa na hii social distancing. Lakini ukiangalia kiukweli kwenye mazingira ya huko nyumbani hali bado ni ngumu sana. Kwa hiyo unaweza kukuta unatoka hapa ukirudi nyumbani unaweza ukaleta. Nilichotaka kusema kuungana na hoja aliyosema Halima, mimi nataka tuichukulie hii is of the paramount kama taifa na kama wabunge tujadiliane, kwa sababu sio swala la ugonjwa tu, lakini kiuchumi tuko affected big time. Ni lazima serikali ije hapa ituambie sisi kama wawakilishi wa wananchi ina mipango gani hasa baada kwa mfano masuala ya utalii kuporomoka. Watalii hawapo, mapato hayapo. Serikali ije na mpango, kwa pamoja tushauriane njia gani tutapita ili tuweze kushikamana kwa pamoja kujikwamua katika tatizo hili. Lakini tukienda kidogo kidogo hivi haiwezi kutusaidia. Lakini mambo mengi ameyazungumza Halima. Nilizani kama serikali ingekuja na mpango tushauriane tuweze kushirikiana kwa pamoja namna gani tunaweza kuchomoka. Lakini ukienda kwenye daladala, kuna klipu jana moja imepita, wale watu wanang'ang'aniana samaki wale, mtaponaje? Kwenye feri watu wamejazana hivi hapa, unasemaje mnapona katika tatizo kama hili kwa ugonjwa wa aina hii? Kwa hiyo ni mambo ambayo lazima tujadili kiwazi kama wawakilishi wa wananchi ili tuweze kutoa mawazo ya pamoja ili kujiokoa katika vita hii. Asante Mheshimiwa. Asante sana. Nawashukuru waheshimiwa wabunge wote wawili, mmeongea almost kitu kile kile, na msisitizo wenu ni kwamba tujadiliane, tushauriane, na ndio maana ya neno bunge. Na bahati nzuri sisi ndio wawakilishi wa wananchi. Kwa hiyo mkutano wetu huu ndio fursa ya kujadiliana, kushauriana, na mimi naamini mahali ambapo tuna vita kubwa kama hii tunapaswa kuwa wamoja, na kila mmoja lazima atasikiliza kwa umakini mkubwa na kuchukua hatua, lazima kabisa. Kwa hiyo niwatie moyo waheshimiwa wabunge wote, hapa ndio mahali pake. Na bahati nzuri hiyo kesho tunaanza na hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisi ambayo ndio inaratibu mambo yote haya, na kwa sababu jambo hilo la corona ni jambo mtambuka, linahusu wizara zote na kadhalika na wananchi wote, hapo ndio pa kuanzia kesho. Lakini pia kupitia kamati yetu ya huduma za jamii na kamati nyingine zote, kama mna jambo lolote la ushauri mnaweza kulipeleka moja kwa moja, mnaweza kulileta kwa spika, mnaweza kulifikisha kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi wabunge tuna nafasi ya kuweza kufanya hivyo, na ningependa kutoa wito tufanye hivyo kadri inavyowezekana. Natambua mifano mliosema ya Uswazi na kwingine kwamba social distance ni ndogo, ni kweli, lakini nisisitize social distance ya corona, ya masharti ya kikorona ndio ndogo. Lakini nirudie pale pale niliposema mwanadamu ni mtu ambaye wakati wote, muda wote ana observe social distance. Maisha ya mwanadamu ni ku observe social distance. Yako hivyo. Uwe uko kwenye treni, uwe wapi, kuna umbali fulani ambao una maintain. Yaani mtu aki-cross, hicho ni kitu cha kwanza ambacho mwanadamu hakubali kabisa. Kusogelea, unasimama na mtu mwingine anakuja mgongoni, lazima utageuka tu. Nani anafanya nini? Kuna nini? Kwa hiyo ushauri ni kwamba tuwaelimishe wananchi wetu, hata kama ni mahali gani, wajaribu kuona kwamba hii boti imejaa, basi hebu mimi nisipande kwanza, nisubiri boti inayofuata. Na bahati nzuri hata kwenye boti kuna mahali pa wazi, mahali ambapo kuna upepo unapita kidogo na kadhalika. Yaani tufuate ushauri wa watu wetu wa kiafya, na tukumbuke hatuwezi kuchukua measures za wazungu tukazicopy and paste hapa kama zilivyo. Ni ngumu sana, tutaua watu wetu. Wako watu wanaishi siku kwa siku. Kwa hiyo lazima tuangalie mazingira yetu ya Kitanzania na tukajaribu kuchukua hatua kufuatana na mazingira yetu. Kama ambavyo sisi bunge tumeangalia mazingira yetu, tukaona tunawezaje kuendelea kufanya kazi katika mazingira yetu, na tukaona tuje na hii modo
ambao tunajaribu ku practice. Kwa hiyo na wenzetu kila watu mahali pao wajaribu kufanya hivyo hivyo. Walio kwenye masoko yana uongozi wajaribu kuona namna gani na wao wanaweza kuchukua hatua fulani kuweka maji ya kunawa, hatua mbalimbali za kuhakikisha kwamba wanapunguza misongamano kwa kadri linavyowezekana. Na wananchi wenyewe tu, ukiona pale pana msongamano basi upite njia nyingine, ufuate huduma yako kwa namna tofauti na kadhalika. Kuliko kujazana pale halafu tegemee polisi wapige viboko kama inavyotoka kwenye nchi nyingine. Ikilazimika hapo serikali itafanya, lakini hatuishauri kwa sasa. Tunajaribu kuelimisha zaidi na kutoa wito na kumwomba Mwenyezi Mungu atuepushie janga hili kubwa ambalo kwa kweli limetingisha hata nchi zenye uchumi mkubwa. Habari ya kupimwa ni wazo zuri, tulichukue, tutaongea na wenzetu serikalini tuone inakuaje. Maana hata huko kwenye Central Laboratory kutakuwa na samples nyingi sasa hivi kuliko wakati mwingine wote, na zitakuwa zikiongezeka kuingia kule. Kwa hiyo wana kazi kweli hata wataalamu wetu kule. Kwa hiyo hata tushauri tuone nini cha kufanya. Kama linawezekana ni jambo jema tu, kwa sababu bahati nzuri upimaji wake wala hauna ugumu kama upimaji wa magonjwa mengine. Upimaji wa hii zaidi wanatumia swabu, kapamba kale wanaweza kuchukua mdomoni hapa au nini, basi wamemaliza, anaweka kwenye nani ile, anaweka kwenye darubini, si hadubini, basi unapata majibu baada ya muda ambao unatakiwa. Kwa hiyo hilo la kupima wala halina shida sana. Kuhusu masuala ya ushauri wa package mahususi, bajeti ya afya na utekelezaji wake na kadhalika, ndio mambo ambayo hata kwenye kamati ya budget tumesisitiza, na ndio kipindi chenyewe hiki ambacho wabunge mna nafasi sasa ya kuweza kuweka pressure yenye afya. Naamini kabisa na serikali nayo itasikiliza. Waheshimiwa wabunge, kwa kumalizia, tukumbuke kwamba huko nyuma uendeshaji wa bunge hili la budget ulikuwa tofauti na tunavyoendesha kuanzia bunge la Mama Makinda katikati na bunge hili. Kule nyuma ilikuwa tukifika bunge la budget kama hivi bunge linafunguliwa Jumanne kama leo, Jumatano kesho, Alhamisi waziri wa fedha anasoma budget ya serikali. Ndivyo ilivyokuwa. Budget ya serikali kishasomwa, zinafuata sasa wizara kwa wizara, lakini hampunguzi kitu essentially wala hamwezi kuongeza kitu, kwa sababu budget inakuwa iko fixed, iko pale rigid. Unachoweza mbunge ni kunyang'anya na shilingi moja tu ya waziri ambaye haibadilishi chochote katika budget ya wizara. Tukaenda na mfumo huo, tukafika mahali tukasema hapana, mfumo huu sio shirikishi. Tukaja na mfumo huu sasa. Na ndio maana tukaunda kamati inayoitwa kamati ya budget. Na kamati nyingine tukaunda ushirikishi ili kuwe na majadiliano na kuambiana na upande wa serikali, eneo hili tunahisi halijakaa sawa, eneo hili halijakaa sawa, eneo hili halijakaa sawa, ili inapofika tarehe sasa ya waziri kusoma budget ya serikali, bajeti ile, waziri wa fedha, bajeti ile anayoisoma inakuwa ni bajeti shirikishi, kwa sababu imechukua na baadhi ya maoni ya waheshimiwa wabunge. Kwa hiyo tunatoa wito tu kwa pande zote kutoa maoni na serikali kuwa tayari kusikiliza, kwa sababu ndio makusudio ya mpango huu wa kwamba kinachosomwa mwisho kiwe ni chetu, kisiwe cha upande mmoja au cha watu wachache hata kidogo. Kwa hiyo majadiliano ya pande zote mbili ni kitu ambacho kinatiwa moyo sana, na tuendelee kufanyia kazi, na ndio maana tulibadili mfumo ukaja kwenye hatua hii tuliyoifikia. Vinginevyo hata kuunda hizi kamati za budget na kadhalika itakuwa ni non-starter. Kwa hiyo natoa wito kwa kusikilizana pande zote mbili na kuzingatia sana ushauri ambao tunapata. Na waheshimiwa wabunge, sasa mjipange, msome vizuri, na uchangiaji wetu wa kwenye budget uwe tofauti. Ingali kwenye budget tunaruhusiwa tukuchangia chochote, lakini utakuwa umeshapata makabrasha, randama na kila kitu. Ni vyema zaidi mbunge ukajielekeza kwenye bajeti kuliko kisimama una yako tu. Inakuwa ni kupoteza muda na fedha za wananchi. Inakuwa ni vizuri zaidi waheshimiwa mkajiandaa, kwa sababu tayari mtakuwa na kila kitu kwenye tablets zenu. Naambia Mheshimiwa Mchengerwa alisimama, ni kweli?
Haya basi nikupe nafasi ya mwisho kabisa. Mheshimiwa Spika, pamoja na maelezo mazuri kuhusu namna ambavyo serikali imejipanga kupambana na corona, yako maafa mengine ambayo taifa letu linaendelea kuyakumba. Ni maafa haya ya mafuriko. Nchi yetu yote Mheshimiwa Spika imekumbwa na mafuriko, na mafuriko haya yamesababisha maumivu makubwa kwa binadamu, wanyama na miundombinu na vitu vingine vingi. Pamoja na kwamba nchi yetu yote imekumbwa na mafuriko, yako maeneo ambayo mafuriko yamekuwa ni makubwa sana na yamesababisha maumivu makubwa sana kwa wananchi wetu. Eneo hili ni eneo la Rufiji Mheshimiwa Spika. Wananchi zaidi ya 20,000 mpaka 50,000 wamekuwa displaced, hawana pa kuishi, hawana vyakula na wanahangaika sana kuokoa maisha yao. Je, kama bunge Mheshimiwa Spika, tunachukua hatua gani ili kuangalia hata hawa wananchi wanyonge ambao nao pia wako kwenye maafa ya mafuriko? Asante sana Mheshimiwa Mchengerwa. Kwanza kupitia kwako mbunge wa Rufiji na kupitia kwa mbunge wa Kibiti, tunakupeni pole sana. Mtufikishie pole hizo kama bunge kwa wananchi wetu. Mafuriko yale hayajapata kutokea, ni maafa makubwa sana. Ujumbe wako ni kwa serikali. Naamini kabisa serikali imesikia na imekuwa ikiendelea kuchukua hatua, na wakati fulani utafika ambapo tutaomba serikali watu update kidogo ni mambo gani ambayo yanaendelea, na tuweze kujua nafasi ya sisi Watanzania wengine wote ya kuweza kuona namna gani ya kusaidiana na wenzetu hawa waliopatwa na tatizo kubwa sana la mafuriko. Kwa hiyo tunapokea ushauri wako Mheshimiwa mbunge na Mheshimiwa Jenista ambaye ndio waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu. Nadhani masuala ya maafa yako chini yake. Wakati fulani utakapofika atatu update kama bunge kuhusiana na nini kinachoendelea, nini kifanyike, na ushauri wa serikali na hatua ambazo zimechukuliwa. Naomba nishukuru sana, na kwa maana hiyo tuweze kumalizia shughuli zetu za leo kwa hatua hiyo. Waheshimiwa wabunge, sasa naomba tusimame ili tuahirishe shughuli zetu za bunge hadi kesho saa 8 kamili juu ya alama katika ukumbi huu, kwa wale ambao watakuwa wamepewa taarifa kwamba wanatakiwa wawemo kwenye ukumbi huu. Asanteni sana.